tulipotanguliza NTV ya Dhuhuri tulisema mnyonge hana haki ni methali tu au ni kivuli cha maisha ya kila siku ya mwananchi wa kawaida, ndilo swala ambalo linazidi kujitokeza katika usemi wa wananchi. Mtazamaji wangu, hali ya taharuki na hata sintofahamu imetanda mjini Isiolo baada ya kutoweka kwa mfanyabiashara na mwendeshaji wa bodaboda George Gitonga ambaye hajulikani aliko tangu Alhamisi wiki iliyopita. Wakazi na wafanyabiashara waliandamana wakifunga barabara kuu ya Isiolo Moyale, huku wakiteketeza matairi na hata kurusha mawe, wakitaka serikali kuongeza juhudi za kumtafuta. Tumpate sasa Swahiba Fatma Bugu na taarifa hiyo kwa kina. Shughuli za biashara zilisimama kwa muda katika mji wa Isiolo, huku mamia ya wakazi na wafanyabiashara wakimiminika barabarani kwa ghadhabu, wakitaka idara ya usalama kuwajibika zaidi kumtafuta mwenzao George Gitonga aliyetoweka katika hali tatanishi. Waandamanaji walifunga barabara kuu ya Isiolo kuelekea Moyale kwa kuchoma matairi, kuweka mawe na matawi ya miti barabarani, huku wengine wakirusha mawe wakionyesha hasira zao dhidi ya kile walichokitaja kuwa uzembe wa vyombo vya usalama. Gitonga mwenye umri wa miaka 35 alionekana mara ya mwisho Alhamisi usiku alipowabeba jamaa wawili kwenye pikipiki yake kabla ya kutoweka. Lazima Gitonga apatikane, na tunataka apatikane akiwa hai ama venye kuko. Lazima viongozi wasikie kilio chetu. Kama kuna jambo wanaweza wakafanya, wafanye. Kifaa cha kuzungumza simu ya Gitonga mara ya mwisho ilikuwa sehemu za LMD, na kupitia officers wake waliendelea na uchunguzi ambapo hawakuweza kumpata hadi simu yake ilipopoteza moto ama ilipozimwa. Baadhi ya wafanyabiashara waliilaumu idara ya upelelezi wa jinai DCI kwa kile walichokidai ni kuchelewesha uchunguzi. Leo hii tuko na uchungu sababu tulienda kwa ofisi ya DCI, simu ya Gitonga ikiwa inaitana, wakatufanyia madharau hapa na pale mpaka saa 7. Sisi tunauliza mbona wakatufanyia hivyo? Kama mtu anaweza potea kama vile unaweza poteza barua na apotee kabisa, tuko na maswali ya kuuliza kwa security agencies zetu. It seems like an abduction. We need justice for Gitonga. Mahali walipo serikali ifuatilie, DCI ifuatilie, aweze kupatikana akiwa hai. Efforts za kutafuta Gitonga ziko juu kabisa. Si kweli kwamba askari wamechukulia jambo hilo kwa mzaha. So tumejitolea kwamba kwa muda wa siku 2-3 zijazo lazima tukue na jawabu ama jibu kueleza kwamba George Gitonga yuko wapi. Familia yake sasa inaendelea kuishi katika majonzi, huku wakazi wakitaka haki na majibu kuhusu aliko mfanyabiashara huyo. Fatma Bugu, NTV.